Umempata mtu I love you so much na kupetoani mnawana. Haulizi. Haulizi tabia za kwao zipoje, misimu yao ipoje, sadaka zao zipoje. Hatulizi. Na bahati mbaya bahati nzuri wazazi wetu nao pia walikutana huko. Nao pia hawakufuata sheria ya Mungu. Bwana asifiwe sana. So, yawezekana mama yako akawa ni mwana wa Mungu, baba yako akawa ni mwanadamu. Inawezekana. Inawezekana baba yako akawa ni mwana wa Mungu, manake mcha nani? Mcha Bwana. Ila mama yako akawa sio mcha Bwana, akawa ametoka kwenye familia ya giza. Kama mama ametoka kwenye familia ya giza, vivyo hivyo na si pia kama tuwezi kumweka Mungu rohoni, na si pia ni giza. Bwana asifiwe sana. Amina. Kwa nguvu za Bwana Yesu, ninakushukuru kwa kuwa ni Mungu. Unanifahamu, unanipenda. Na usiku wa leo Baba, ninaomba nipe nafasi, nipe kibali cha kuja kwako, nikiamini ya kwamba maisha yangu yako mikononi mwako. Hapo nilipo hata sielewi nimetoka wapi, hata sijui ndugu zangu ni wana wa Mungu au wana wa giza. Amina. Mama alikuzaa wewe sawa, lakini yeye mzaliwa tofauti na wewe. Mama aliolewa kwa shida, nawe pia unaolewa kwa shida. Bwana asifiwe. Mlikuwa chakula kwa shida, wewe na mama yako nyumbani, baba yako nyumbani. Umeishi maisha ya shida, mnahangaika. Leo umeoa au umeolewa, bado shida inaendelea. Fahamu kabisa kuna uzao umeambatana nao ambao si wa kimungu. Sasa usimwache, isipokuwa mgeuze nia yake. Anza kumtumikia Mungu. Wa kwanza ni wewe mwenyewe. Usingoje mtu akuombee, omba mwenyewe. Ombea familia yako mwenyewe. Ipigie magoti mwenyewe. Wapenda Bwana pesa sana. Hata tukatoa sadaka milioni 10 au milioni 50, kama hatutajua chimbuko la familia zetu ni wapi, hatufanikiwi. Usiku wa leo niko mbele zako. Mimi ni mkosefu. Mimi ni mkosefu na familia yangu. Baba, naelewa uko uzao usio kutumikia, uko uzao usio kujua, uko uzao usio kufahamu, na ule uzao kila wakati umekuwa na shida kwenye maisha yangu. Baba, naomba leo mizimu yao na maagano yao yakaniachie kwa jina la Yesu. Maana umesema uko uzao wa mwana wa Seti, uko uzao wa kibinadamu, uko uzao wa kishetani, uko uzao wa makabila. Usiku wa leo Mungu niondoe kwenye kila uzao usio kufahamu kwa jina la Yesu. Amen. Tafakari jinsi ambavyo wewe ulivyo leo, maisha yako yapo, na unatamani kumwambia Mungu jambo. Usiache kumwambia Mungu jambo, kwa sababu Mungu ukimwambia jambo ana uwezo akakubadilishia mfumo wa kuishi. Hebu kuwa mshtaki mbele za Mungu. Mwambie Mungu, sikiliza, haya maisha yangu naishi mpaka lini? Nitakuwa hivi mpaka lini? Maana sielewi. Kazi nafanya, biashara nafanya, lakini hakuna kinachoendelea. Na nikipiga picha kwenye maisha yangu ni kile kile. Baba zangu waliishi hivyo, baba zangu wadogo waliishi hivyo. Mimi Mungu leo tena napita kwenye maisha kama haya? Hapana. Asante Yesu kwa uwepo wako na nguvu zako. Asante Mungu kwa kuwa ni mwema, mwenye nguvu na uwepo wote. Ukipata lift ya rohoni ni rohoni. Ukipata nguvu ya kuomba, anza kuomba. Acha kumwangalia mtu. Maisha ni ya kwako. Yale mahangaiko na mateso yote ambayo unakutana nayo ni ya kwako wewe. Ni ya kwako wewe. Ni ya kwako wewe. Ni ya kwako wewe.